Habari mbaya ya usiku kumuhusu Clement Mwandambo imetikisa taifa la Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Habari ilianza kama taarifa fupi ya familia, lakini uzito wake ulilipua ukimya wa kitaifa. Raia aliyekuwa anaripoti kwa mujibu wa masharti ya polisi anakamatwa, kufichwa kisha kutoweka bila maelezo, bila mahakama, bila hata uthibitisho wa uhai. Ndani ya maneno machache, simulizi la Clement Mwandambo limegeuka kuwa ushahidi hai wa namna dola inavyoweza kumeza mtu mbele ya macho ya familia na jamii bila kuacha nyayo za kisheria. Na tukio hili halihitaji tafsiri nzito, linajieleza lenyewe kama dharura ya haki, uhai na mustakabali utawala wa sheria nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa ya familia, Clement Mwandambo alikamatwa tarehe 29 Disemba mwaka uliopita katika mazingira ambayo kwa nje yalionekana ya kawaida. Alikuwa ameitwa kuripoti kama alivyokuwa akifanya kila Jumatatu, kitendo cha kuripoti ambacho kwa misingi ya kisheria kinapaswa kuwa sehemu ya ufuatiliaji usio na adhabu ya kifungo, kiligeuzwa kuwa mtego wa ghafla. Polisi walikiri kumshikilia katika kituo kikuu cha polisi Mbeya. Hapo simulizi lilipaswa kuishia kwenye taratibu za kawaida za kisheria, ila badala yake ndipo giza lilipoanza. Familia ilipojaribu kutekeleza wajibu wa kibinadamu kwa kumpelekea chakula, walikumbana na ukuta wa kauli zinazokinzana. Clement alisemekana hayupo, kisha hajulikani alipo, na baada ya siku kadhaa za ufuatiliaji wa kujitegemea, familia iligundua kuwa ndugu yao alikuwa kituo cha polisi Inyala jijini Mbeya. Hii peke yake tayari ni ishara ya mfumo unaocheza na ukweli, kwa kuwa mfungwa au mtuhumiwa haruhusiwi kufichwa eneo alipo kwa familia yake bila sababu za kisheria zilizo wazi. Hata walipomfuata Inyala, haki ya msingi ya kumwona ilinyimwa. Polisi walikiri yupo, lakini wakakataza kabisa mawasiliano. Kisha tukio lilotisha zaidi likajitokeza, kwamba gari aina ya Land Cruiser lenye vioo vyeusi lilifika likamchukua Clement mbele ya macho ya familia na kuelekea njia ya Iringa. Na tangu wakati huu hakuna aliyewahi kumwona tena. Hakuna kumbukumbu ya kufikishwa mahakamani, hakuna taarifa ya mahabusu aliyoko, hakuna maelezo ya mashtaka wala uthibitisho wa uhai wake. Na katika taifa linalodai kuongozwa na katiba, tukio hili ni jeraha la wazi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalinda haki ya uhuru wa mtu, haki ya kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na haki ya kutozuiliwa kinyume cha sheria. Kukamatwa kwa Clement na kutoweka kwake kunapingana moja kwa moja na misingi hiyo. Hili si suala la utaratibu wa kiutawala uliokosewa, bali ni dalili ya mfumo unaoruhusu nguvu ya dola kuvuka mipaka bila kuwajibishwa. Historia ya kisiasa ya Tanzania inatoa muktadha mzito kwa tukio hili, na tangu miaka ya karibuni kumekuwepo na ongezeko la malalamiko ya kukamatwa kiholela, kushikiliwa kwa muda mrefu bila kufikishwa mahakamani, na kutumika kwa polisi kama chombo cha kudhibiti siasa na sauti huru. Sheria kama sheria ya makosa ya mtandao na marekebisho ya sheria za vyama vya siasa ziliwahi kuwasilishwa kama zana za kulinda usalama wa taifa, lakini kwa vitendo zimegeuka kuwa nyenzo za kuhalalisha ufuatiliaji, vitisho na ukimya wa kulazimishwa. Na katika muktadha huu, jeshi la polisi Tanzania kama taasisi ya dola limebeba mzigo mkubwa wa maswali yasiyojibiwa. Jeshi hili kikatiba linapaswa kulinda raia na mali zao, si kuwa chanzo cha hofu. Kukataa kutoa taarifa ya mahali alipo Clement, kukataa kumwonyesha kwa familia na kushindwa kumfikisha mahakamani ni kuvunja uaminifu wa umma. Zaidi ya hapo ni kuunda mazingira ambayo raia anaweza kupotea bila athari kwa wahusika wa dola. Ukanda wa Afrika Mashariki una historia ya majeraha kama haya. Katika nchi jirani, visa vya watu kutekwa na kutoweka vimekuwa vikihusishwa na vyombo vya usalama.
na baadaye baadhi ya wahanga hupatikana wakiwa wameuawa au wakiwa na majeraha makubwa ya kimwili na kisaikolojia. Na Tanzania kwa muda mrefu ilijiona kama kisiwa cha utulivu, na tofauti na mienendo hiyo, kesi ya Clement Mwandambo inaashiria kuvunjika kwa taswira hiyo na kuibua hofu kuwa taifa linaingia katika mkondo ule ule wa hatari. Ukosefu wa uwazi katika kesi hii pia unazua maswali kuhusu uwajibikaji wa kisiasa. Serikali inayoruhusu raia wake kupotea bila maelezo inaweka ujumbe mkali kwa jamii nzima kwamba usalama wa mtu binafsi unategemea ukaribu wake na dola, si haki alizopewa na katiba. Huu ni ujumbe unaodhoofisha mshikamano wa kijamii na kuimarisha utawala wa hofu, ambapo ukimya unakuwa njia pekee ya kujilinda. Kwa familia ya Clement, mateso haya si ya kisheria pekee, bali ni ya kibinadamu, na kujua kama ndugu yao anakula nini, kama yuko hai au ameuawa, ni adhabu inayovuka mipaka ya mtu mmoja na kuikumba familia nzima. Katika jamii yenye maadili ya Kiafrika, kitendo cha kuzuia familia kuizika miili ya wapendo wao ni kuvunja heshima ya msingi ya utu wa kibinadamu. Hili linapofanywa na dola, madhara yake huingia hadi kwenye nafsi ya taifa. Jumuiya ya haki za binadamu zimekuwa zikionya kwa miaka kuhusu hatari ya normalizing kutoweka kwa raia. Pale kesi moja inapopuuzwa, inafungua mlango kwa nyingine, na leo ni Clement Mwandambo, kesho anaweza kuwa raia mwingine asiye na sauti wala mtandao wa kumtetea. Ukimya wa taasisi za usimamizi na vilevile pamoja na ukosefu wa msimamo mkali kutoka wawakilishi wa kisiasa huchangia kuhalalisha uovu huu. Na katika nyanja ya kimataifa, Tanzania imekuwa mshirika muhimu wa wafadhili wa maendeleo ya jumuiya za kimataifa. Taswira ya taifa linaloheshimu utawala wa sheria imekuwa nguzo ya mahusiano hayo. Visa vya kutoweka kwa raia vinapothibitishwa vinaweka hatarini uhusiano huo na kuibua shinikizo la nje. Historia inaonyesha kuwa nchi zinaposhindwa kujirekebisha ndani, basi macho ya nje huanza kuangalia kwa ukali zaidi, mara nyingine kwa gharama kubwa ya uhuru wa ndani. Kesi ya Clement Mwandambo kwa hiyo ni zaidi ya sakata la familia moja, kwamba ni kioo kinachoonyesha mwelekeo wa taifa. Ni kipimo cha kama vyombo vya dola vitachagua uwazi na haki au kuendelea kujificha nyuma ya kimya na hofu. Ni mtihani wa kama katiba ni maandishi tu au ni mkataba hai kati ya serikali na raia. Hatima ya Tanzania inajengwa katika nyakati kama hizi, pale raia anapopotea na hakuna anayewajibika, taifa linapopoteza sehemu ya roho yake. Kila siku ya ukimya kutoka kwa mamlaka husika ni siku inayoongeza ufa kati